God to touch his people. Come forward, come forward. Come forward. Do something new in my life. Something new in my life. Something new like in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new. Do something new. Fanya jambo jipya, fanya jambo jipya, fanya jambo jipya leo, fanya jambo jipya, fanya jambo fanya jambo jipya leo, fanya jambo jipya, fanya jambo jipya, fanya jambo jipya leo. Can you celebrate the Lord? Can you give him a wonderful love? Can you give him a wonderful love? Yes, you can do better than that. I say you can do better than that. He is our God. He is our Master. He is our Savior. He is our Redeemer. He is our God. He deserves the glory. Yes. He deserves the praise. He is awesome. Oh yes. Awesome God. Awesome God. Mighty God. Mighty God. We give you praise. We give you praise. Awesome God. Awesome God. We give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise. You are high and lifted up. Awesome God. You are high and lifted up. Awesome God.
He will heal you. Not tomorrow, today. Hallelujah. I said today. Hallelujah. Amen. So, if you could just join me and praise him as he's healing you. If you're standing here for someone, as he's healing that person, he is capable of reaching anywhere, Hallelujah. touching anywhere, and changing any situation. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You are high and lifted, awesome God. You are high and lifted, awesome God. You are lifted, awesome God. You are lifted, awesome God. Come and join me, sing hallelujah. Oh. Jehovah Nissi, Emmanuel. Come and join me, sing hallelujah. Oh. Jehovah healer, Emmanuel. Come and join me, sing hallelujah. Jehovah Nissi, Emmanuel. Come and join me, sing hallelujah. Jehovah Nissi, Emmanuel. Come and join me, sing hallelujah. Jehovah Nissi, Emmanuel. Come and join me, sing hallelujah. Jehovah Nissi, Emmanuel. My sister, what do you want God to do for you? Young mother, your father is sick, cancer. The Lord is able to. Where is your father? Where is your up country? Kissy. Which side of Kissy? Yamira. That's my hometown. My sister and you? God to heal you. Okay. So, what's the name of your father? Thank you. Oh my goodness. I'm coming to you. And you? You. I'm coming to you. What about you? You want God to heal your mother and your brother? And yourself? Okay. Hi. Wow. You're smart. What do you want God to do? You. Okay. You. And you. And you. Huh? Your father and you. Okay. Wow. People of God, the Lord will heal them. Amen. And the Lord will heal their people. Amen. Because they are standing in the holy ground. Amen. They are believing God to heal them. That definitely He will heal them. That one, there is no negotiation, there is no guessing, there is no requesting. He is your God. His work is to heal. So if He does not heal you, what will He be doing? He will heal you today. Amen. Wow. Can I have you lead us to stand behind them as we pray for them? Winnie, come. Dr. Ray, come. Just Janet, let's stand behind them and pray for these great people. Wow. Oh Jesus, Mr. One. Oh, hallelujah. So every one of you, just touch where you are feeling either pain or where you are sick. Just if it is two different places, you touch your head. Oh my goodness. We are dealing with magonjwa ya hapa na pale.
So we start with your father. Then I come to you. Daktari, give me your hands. Just put your hands on her belly. Father, I thank you because of her faith that the father can no longer continue struggling and fighting cancer. By the authority of the blood of Jesus Christ, right now, here, in the land of Nyamira, we go with the power of the blood of Jesus Christ. We declare your father is receiving his healing now. Your spirit of cancer, I paralyze you. Get out. Get out of that body. We are laying hands on her as a connection by faith, declaring that the father is healed now. Healer, touch the father. Take away the cancer. My God, my Father, my Savior, and my Redeemer. Let her come back shouting, jumping, and celebrating. And the doctor could no longer find that cancer because it evaporated, because it was taken away, because it died. We command it to dry from that body, and the God of power will be exalted. When she comes back, no one will take your glory. You and you alone will receive the glory and honor. That's the reason why we celebrate you, our God. We celebrate you, our God. We celebrate you, our Master. For what you are doing in Nyamira now. For what you are doing in Nyamira now. We celebrate you. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Oh, miracle today. Come and do a miracle. Oh, miracle today. Miracle worker. Miracle. You are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker. Yes, Lord. You are a miracle worker. Come and do. Come and do a miracle today. Every corner of her body right now. Jesus, mighty healer, mighty healer, that's your name. You have never failed. You spirit of high blood pressure, get out of her now. Your spirit of
by fire. We consume you. For Jesus Christ is the consuming fire. We consume you now. We declare from the top of our head to the feet, the power of God is moving, changing the blood, changing the beating of the heart, changing everything, taking away the pain. Right now, let it be confirmed by your doctors that you met with God. Let it be confirmed by your doctors that you met with Jesus and your life was transformed. Let it be signed today that He came upon your life and you were transformed. Glory. Jesus, we thank you. Jesus, we honor you. Jesus, we glorify you. For what you do, no man can do. Today, this sister will be among the people to testify. When she comes back jumping, glory and honor will be you. When she comes back shouting, glory and honor will be you. For what you do, no man can do. We thank you. Now, we declare to you that after this day, there will be no sign of sickness in this anybody. For the healer has visited you. Yes! Oh, glory. Hallelujah. There is a song which says, you are bigger than what people say. 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 Some say you are good. You are kind. You are bigger than what people say. Some say you are good. You are kind. You are bigger than what people say. 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 Some say you are good. You are kind. You are bigger than what people say. Some say you are good. You are kind. You are bigger than what people say. You are bigger than what people think you are. You are bigger than what people say. You are bigger than what people think you are. You are bigger than what people say. Some say you are good. You are kind. You are bigger than what people say. Some say you are good. You are kind. You are bigger than what people say. So you are having pain in your back. So that one we can confirm now. As you go to confirm the others with the doctors. Is that true? And you are having pain with this leg. So now because you are having it, doctor, you can give me your hand. Put one to the back here and the other one here. Yes. Now we declare and we decree, let it be a manifestation that the Lord has healed you. Yes. By taking away the pain that you have been having. By completely healing your back now, then you go and confirm the rest in Jesus' name. Now, come. Can you try and feel your leg? Hallelujah. Hallelujah. Yes! Some say
or Ole. We arise against you by fire, by thunder. We command you to get out. Get out now. Let the fire move on her now, in her back to the feet. I declare you spinal cord, discs, fit yourself where you belong. Now, 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 now. Healer. So, move that leg with me. There is no pain. Yeah. Yes! Breathe out. Again.
No pain. Yes. You are bigger than all the problems. Some say You are kind. You are bigger than all people say. give me your hands. I declare today, you will lay this hand on your son. By the power of God upon my life, your son will be healed. Yes. Even if you lay them on a photo or anything, Yes. whatever that carries his name, He will be healed. Hallelujah. in Jesus' name. Amen. Your mother, what is the problem? What is the problem? Okay. When you meet your mother, these hands I'm holding, lay them on her, and she will be healed completely. Yes. I Hallelujah. release the power of God upon you. Oh. And whatever you thought you would lose, may the Lord restore to you. It is time. Oh. So, are you still feeling pain? Which kind of pain is this one which is waiting for me to come? Okay, let's go with you. What's the problem? Come, just kneel here, kneel here, kneel. Just kneel there, kneel there. Put your hand, both hands, there. Oh, Jesus will create her brain Yes. today. Anything that has been causing her to black out, we arise against it now. By fire, by fire. Receive your healing. 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 By fire, by thunder. Receive your healing. Let the blood of Jesus Christ come upon you now. We command every sickness in your body, every cause of that, to disappear now, never to return. Amen. I will be waiting for your testimony. Sasa, what's wrong? Where? This one side. You're feeling pain. Even right now, you're feeling pain. From where to where? From here to down there. Janet, just put your hands here. 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 Yes. Put it well. Look at me. You have been feeling pain there. See, Mugu? If I necessary. Hiyo moja tu. Basi. Achilia. Isikize sasa dada yangu. Isikize uchungu. Isikize. Unaisikia kwa mbali, guza yeye. Thank you, Jesus, for your healing this one. Not only the pain, but every cause of the pain must go today. In the mighty name of Jesus Christ, we declare and we decree, be healed now. In Jesus' name. Excuse me. No pain. Yes. Hallelujah. Okay. Okay. Give me your hands. Just put your hands in your lap. I just. And the other one back here. Yes. Toka leo. Uchungu yote ya mwili wako
kutoka kwa kichwa hadi kwa miguu, kwa tumbo, kwa kifua, na amuru isirudi tena. Baada ya leo uwe mzima sasa. Na achilia uweza wa uzima juu yako, na shetani apoteze nguvu juu yako kwa jina la Yesu. Amen. Ulikuwa unasikia uchungu? Asante. Okay, you, what is the problem? And what about you? What's the problem? Leo wewe utajiambia peke yako. Fanya peke yako hivi. Sawa? Tutaomba mimi na wewe ndio. Father, I release this one from this chest pain. Nashida babako ni nini? I release this one from this chest pain, and by the mercies of God, touch her father and let her come back singing, jumping, that the Lord God remembered her and her family. Right now, you chest pain, I command you out now, from her head to her feet. Healing, hit her. Amen. Speak that fire. God bless you. You may have your seat. You may have your seat. Oh Jesus Christ, we thank you. Jesus Christ, we thank you. Glory to Jesus, glory to Jesus. Can we give Jesus a wonderful clap? Can we celebrate him? Can we celebrate the Master, for he is the healer. Kati yetu hakuna mponyi, yeye ni mponyi. Tunaweza kumshangilia vizuri. Tunaweza simama kwa miguu yetu tushangilie Jehova vizuri. Unaweza kumpatia shangwe na nderemo nzuri. Unaweza kumpatia kelele za shangwe yeye. Je, tunaweza kushangilia Yesu vizuri? Glory, glory. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Sema kijito Wafalme wa pili sura yake 4 mstari wa 13. Wafalme wa pili, 2 Kings 4:13. Wafalme wa pili 4:13, alafu tutaenda kwa Wafalme wa pili 8 na tusome. Naye Elisha akamwambia Gehazi, mwambie tumeona jinsi alivyotushughulikia. Natangaza kushughulika yako kwa kazi ya Mungu itakumbukwa. Nasema kushughulika yako juu ya Mungu itakumbukwa leo. Umejitoa kuwa hapa, hiyo ni kushughulika. Wengine wamejinyima raha, wamejinyima usingizi. Wengine walikuwa wanawaambia wa extend sijui ndio Valentine sijui ndio zinaitwa nini, wakakataa, wakawa japo. Mbingu zikukumbuke leo. Nasema mbingu zikukumbuke leo. Ambia yeye. Elisha akamwambia Gehazi, mwambie tumeona jinsi ameshughulika. Sasa anataka tumtendee jambo gani? Oh Mungu wangu wewe, ninaomba mbingu zikuulize lile unalolitaka usiku wa leo. Nasema leo uulizwe na Mungu lile unalolitaka usiku wa leo. Anataka tumtendee jambo gani? Je, angependa aombewe lolote kwa mfalme
au kwa jemadari wa jeshi? Mama Mshunami akamjibu, mimi ninaishi miongoni mwa watu wangu, manake I'm okay. Can we speak to the king on your behalf? Then she said, I don't need that, I'm okay. Angalia jirani yako mwambie utakuwa sawa zaidi. Oh, tunaenda 2 Kings 8:6. 2 Kings 8:6. The Bible says, Biblia inasema Wafalme wa Pili 8:6, mfalme alipomuuliza mwanamke huyo, yeye alimweleza mfalme, akamuita ofisa wake na kumwamuru amrudishie mwanamke huyo mali yake yote pamoja na mapato yote ya mashamba yake katika muda huo wote wa miaka 7. Amen. Angalia watu waine uwaambie ni muda wa urejesho. Angalia watu waine uwaambie ni muda wa urejesho. Ukiwapatia high 5, ukiwapatia high 10, ukiwapatia high 15, sijui utawapatia high whatever, waambie ni muda wa urejesho. Oh, kama unaweza kuambia wa 6, wa 7, wa 8, waambie huu ni muda wa urejesho. Hii ni muda wa urejesho. Kama umeshafanya hivyo, inua mikono yako juu ya kichwa chako, shangilia Bwana kwa makofi na upatie raha ya shangwe ya maisha yako, kwani yeye ni Mungu wa maisha yetu. Na kwa heshima tunaweza kuketi. Natangaza usiku wa leo, mbingu zitakurejeshea miaka uliyopoteza. Nasema usiku wa leo, mbingu zitakurudishia miaka uliyopoteza. Nasema usiku wa leo, mbingu zirudishe kwako miaka uliyopoteza. Miaka iliyoliwa na nzige kwa maisha yako, mbingu ziirudishe leo. Miaka uliyokaa bila kuwa na activity yoyote ambayo shetani alikuwa amekunyanyasa na kukuibia, mbingu zikurudishie leo. Amen. Nasema mbingu zikurudishie leo. Hallelujah. Nilikuwa Kongo, imepita miezi kidogo tu, miezi kadhaa. Ilikuwa mwisho mwezi wa 11 kwenda mwezi wa 12, na nikawa na baba yangu wa kiroho akanichukua akanipeleka milimani kwenda kuomba. Mlijua nilienda huko, na nikiwa huko mahali inaitwa Kimalanjala, na nikiwa huko something happened, something that was unusual. I was preaching in a church at a night on Saturday, and suddenly, and I was to leave on Sunday at around 11, so I was to finish preaching and pack and go. Even my bags were no longer there, so I was just finishing to preach on Sunday in the morning and then leave and go. And as I was there, they brought to me a woman who stood there. And that woman, when she stood, they told me, this woman, we brought her here because she is expectant. I said, okay, what do you want? They said, we need a baby from this woman because she has been expectant for 16 months. I said, what? They said 16 months, 1 year plus. I looked at them and said, what do you talk about? What are you saying? They said, she got expectant last year. Hello? And now we are in December the other year. Whatever they do is that when she's there, the baby does not move. But when she goes to the hospital, they feel something is moving in the womb, but nothing comes out. And when we were about just to pray, the Holy Spirit said, there was a baby girl in this womb, but who was taken away by some demonic powers. And God said, I will restore back to this woman. I looked at them, I said, this woman will give birth to a baby girl. And I cracked a joke, I said, I wish I could give birth to a baby boy so that you may call that baby my name, but she will be a baby girl. And I don't want to tell you my wife's name. So I cracked and they were laughing. And on that Sunday I left after preaching,
And at night, the woman entered into a labor pain after 16 months, and she gave birth to a baby girl. Yeah, I love the way you clap with jealousy. I love the way you do it. She gave birth to a baby girl. And they started looking for my number. It is in an interior places there, remote places. And they started looking for my number. Since December, they got my number today. And they sent me a message. They said, we have a baby girl. But because we did not know how to name that baby girl, we gave her your name, but in another way. To meet her, Asante. I said, no, Asante. Means it to you. Hello. So they got a baby girl. Glory to Jesus. And now, as I was just celebrating, thanking God that, God, you redeemed a woman after 16 months. Well, nani hapa mwenye Aisha beba ya 11? Ama ya 10 and a half. Baby 16. Nilikuwa nafikiria mtoto atazaliwa na anasema mami shule. May God restore you today. I say may the Lord restore you today. I say may the Lord restore you today. I say may the God Father of all creation restore you today. But the good part of it, when God restored that baby, the baby was not restored with 16 months. The baby was restored with the appearance of a 9-month baby, which means the baby is normal. I declare what God will give you back will be as normal as you want it to be. The healing God will give your family will be as normal as you want it to be. The miracle that the Lord will release in your life today will be as normal as you wished it to be. So as I was celebrating, suddenly I received another call from Bomet. And this is the call saying, Pastor, nimekuwa nikikupigia sana hauchukui simu yangu kwa nini? Nikamwambia tafadhali, nilikuwa kwa mambo mengine. Akaniambia, hii simu ninakupigia. Unakumbuka siku moja tulikuja kwako na msichana wangu. Kuna siku tulikuwa tunakaa mimi na Keilak na Israel. Wakatuletea dada mwingine nyumbani ambaye iko na shida. Na shida ni nini? Alikuwa na tumor ambayo after operation daktari walifikiria imeisha, ikakosa some issues in the body, and then after some few period of time wakaikutana imegrow sana na ikabidi tena wamrudishe kwa operation. Lakini ilikuwa uoga kwa sababu wakimfanyia operation ya pili there is a high percentage ya kutokusurvive. Na daktari wakamwambia hatujui cha kufanya, sasa wewe wende nyumbani uamue kama tutafanya tena operation ama what next. And as they were leaving, one of them called our able leader Arasa and said, this is the problem we are facing. And Arasa said, before you go back to Bomet, go and check with my pastor. So they came to our house and we prayed with them and we said, God, we say no to the operation. And today they called me that the period they were given with the doctor expired yesterday. So they came back now for operation. Literally they never knew that the doctor will change the mind because there was no tumor. The doctor told them, we cannot find it, which means we cannot operate what is not there. And they were like, Pastor, I said, say Jesus. I declare, may the Lord restore you. I said, may the Lord restore you. I said, may the Lord restore you. I said, may tonight the Lord restore you. May the Lord restore all the years that the locusts have eaten in your life. Let me speak to somebody today as a prophet of God. Whatever you thought you lost, may the Lord put it on a chain and release in your life. Amen. So that you may testify without stopping. Amen. Muujiza moja ikitaka
kuisha ingine, kitaka kuisha ingine, mpaka unasema Mungu ubaki Mungu milele. Natangaza leo marejesho ije kwako. Nasema mbingu irejeshe chochote ulichokipoteza kwa maisha yako. Nasema mbingu irudishe kila kitu ambayo ulifikiria haitawahi kuja tena. Kama unanisikia sema haleluya. Kama unanisikia sema haleluya. Usiku wa leo mbingu ikurejeshe. Nasema usiku wa leo mbingu ikurejeshe kila kitu ambayo ililiwa na nzige, kila kitu ambayo ilipotea, kila kitu ambayo iliibwa, kila kitu ambayo ilikufezeesha, mbingu ikurudishie leo. Nasema mbingu ikurudishie leo. Aibu yako mbingu ichukue mbali. Nasema aibu yako mbingu ipeleke mbali. Mbingu ikurudishie furaha, mbingu ikurudishie amani. Waliotarajia kwamba utaenda chini, washangae umeinuka tena. Waliotarajia ya kwamba utaisha, washangae umesimama tena. Waliposema umemalizika, uanze upya tena. Kama unanisikia sema haleluya. Sifa kwa Mungu. Tumesoma mahali hapa, Biblia inasema mama mmoja akaona watumishi wa Mungu wakiwa wanazoea kupita kila wakati. Na wale watumishi wa Mungu, huyu mama akasema huyu ni mtumishi wa Mungu. Akaenda akaambia mzee wake, ninataka tujengee mtumishi wa Mungu kwa gorofa hapo juu. Tumjengee kachumba kazuri hapo kwa gorofa. Sikiza nikwambie, huyu mama alikuwa ameenda kuongelesha mzee wake amwambie wajengee mtumishi wa Mungu. Wewe unajua hii ni jaribu ya aina gani? Wewe baba unakaa tu kwa nyumba yako hivi, unasikia mama anakuja anakuambia sisi tunakaaga huko chini lakini tujengee mtumishi wa Mungu. Wewe mzana jiuliza, utawahi sema mnijengee ka master in suit. Mjengee mtumishi wa Mungu. Mama anamwambia ndio tujengee mtumishi wa Mungu. Kumbe huyu mama anajua ya kwamba kuna kitu ambao mzee wake ametafuta kwa miaka hajapata, lakini anaona ni kama huyu mtumishi wa Mungu ndiye anaibeba. Naomba mbingu zifungue macho yako, ujue ni nani anabeba baraka yako. Na nasema mbingu ifungue macho yako leo, ujue ni nani anabeba baraka yako. Kuna watu ambao Mungu huleta kwa maisha ya mtu ambao sio watu, ni funguo. Ukiwagundua maisha yako yanafunguliwa. Naomba leo mbingu ifungue macho yako. Kila ambaye Mungu ameweka ili kwamba asaidie hatima yako kufikia mahali inafaa kufika, umjue na umkutane leo ili kwamba maisha yako yabadilike. Haleluya. Watoto wa Mungu, kila kitu ambayo Mungu atatutendea ina gharama yake. Na gharama ya kwanza ni kuamini Mungu ili kwamba ustawi, na kuamini watumishi wake ili kwamba ufanikiwe. Biblia inasema ya kwamba believe in God and you shall be established, and believe in his prophets and you shall prosper. Prosperity of people is not in heaven, is in someone's mouth. Utajiri wa watu unalala ndani ya kinywa ya manabii. Sasa shida ni kwamba tuko na mafeki wengi. Tuko na mafeki wengi ambao hata nitakutabiria unalipa, nitakufanyia hii unalipa, mpaka unakuja kunikuta hata hiyo unabii yenyewe na umeilipa. Nakataa kwa jina la Yesu. Biblia inasema bure tulipokea, bure tutatoa. Kama unanisikia sema amen. Nasema bure tulipokea, bure tutatoa. Tuendelee. Huyu mama akasema nimeona nabii wa Mungu na nimemuona ya kwamba ni wa ukweli. Naomba Mungu atoe kila unabii wa uongo kwa maisha yako. Nasema every prophet liar apotee kwa maisha yako. They prophesy, wanajifanya kutoa maunabii kumbe ni za uongo. Nasema leo wapotee kwa maisha yako. Na kila mkono ambao sio ya Mungu ambao imeshawahi kunyosha juu yako leo ivunjike. Nasema nguvu zao zipotee. Nasema uwezo wao upotee. Mbingu zikupatie neema tena leo ya kurejeshewa nguvu za Mungu za ukweli. Haleluya. Unajua kuna watu waliowekelewa mikono ingine ya uovu. Mikono haina ukweli wa kimungu.
ikafanya hata ile yenye ulikuwa na bebe kakauka. Nilipigana na pepo wengine huko Ukambani wakati mwingine. Nikauliza huyu dada, na hii ulitoa wapi? Akaniambia pastor fulani ndiye alinipeaga. Nikamwambia na mapasta tumewafuata, lakini Wakristo wengi vile tuko. Kazi yetu ni kuwatafuta mahali wako tu, kama ni river road ama river side, na unaweka kichwa hivi. Na Biblia usiniache. Baba na mimi niwekelee mikono mingine na laana. Angalau jirani yako mwambie leo Bwana avunje. Angalau jirani yako mwambie leo Bwana avunje kila laana juu yako na akurejeshe miaka uliyopoteza. Kama unaamini mpatie Bwana makofi mazuri. Biblia inasema huyo mama akajengea nabii nyumba. Na alipomjengea nyumba akamwekea taa na kitanda. Na alafu akamapproach. Akamwambia mtumishi wa Mungu, utakapokuwa ukipita hapa, uwe ukipumzikia hapa, ule chakula na upumzike ili kwamba uendelee. Mtumishi wa Mungu akajiuliza, hii ni nini? Let me tell you, people of God. There are miracles that you receive because you are among people. We call them general miracles. But specific miracles that changes our lives, we receive them with a purpose. We plan for them. Am I talking to somebody? You target it, you say, I am targeting this one, and this is how I'm going about it, and God will do it. Huyu mama alijua ninajenga hii, lakini sijijengei kwa sababu ya kumfurahisha tu. Kuna kitu ninataka kuprovoke ndani yake. Acha nikuibie siri, wakati wowote ule utachokoza Mungu kwa kazi yake, ama kwa nguvu zako, ama kwa mali yako, ama kwa chochote kile, Mungu naye atakuchokoza kwa lile watu hawawezi kukufanyia. When you take a step to go beyond what people are doing for God, you provoke God to do what people will never do for you. So yule mama akaprovoke Elisha, akamjengea mahali. Elisha akatulia. Alafu Elisha akishakula na analala, anasikia vizuri, akaambia Gehazi, niitie huyo mama. Ninajua huyo mama hawezi jenga hii nyumba for no reason. Kuna kitu anatafuta. Naomba leo kitu unatafuta Mungu aiulizie. Nasema ile kitu unatafuta kwa maisha yako, Mungu aiulizie. Nimewaambia kuna kuprovoke Mungu, na kumprovoke ni kwa njia tofauti. Niliwapea historia ya rafiki yangu ambaye nilienda nikahubiri mahali Kongo, na nikiwa nimehubiri nikapeana ushuhuda ya vile mtu aliniprovoke Rwanda na Mungu akamjibu akampea mtoto. Na nilipopeana hiyo ushuhuda, huyo rafiki yangu akatuma house girl wake aende haraka kuandaa vitu chakula nyumbani, ili kwamba tukimaliza kuhubiri naye atanidivert. Na nilipomaliza tu kuhubiri mara moja akaja, nilikuwa na K-Lack, akaja mara moja na kanisimamisha, kaniambia tafadhali ninakuomba mpitie nyumbani. Nikamwambia ninachelewa, niko na mkutano mwingine. Akaniambia mkutano hiyo itangojea, mtapitia nyumbani. Tukiwa tunaelekea nyumbani, tulipofika akaniambia, ulisema kuna mtu alikuandaliaga chakula, ukala ukashiba, alafu ukamtabiria mtoto. So ulisema kwa madhabahu? Nikamwambia ndio. Sasa mimi nimekuandalia chakula ule ushibe, na sisi ututabirie mtoto. Tuko na miaka zaidi ya 10 bila mtoto. Nikaangalia hivi, kasema mnisogezee maji hapa. Niko na K-Lack kinajivuta kando hivi. Kikaanza ambia my sister, unajua tutakula na mtu maana anaenda Nairobi. Hao watu watakuwa wanatuona hapa mtaani, wanasema wale walikulaga chakula yetu wale bila kitu. Nikasema nawisha na huyu, nawisha na huyo, osha mikono yao tukule. Na ukweli hiyo chakula ilikuwa tamu. Tulipomaliza wakatuambia, nabii tabiri. Nikawaangalia hivi, nikawaambia, ninajua hamjafanya hii kimsaa, mmeifanya kwa sababu mioyo yenu kwa kweli inahitaji mtoto. Zaidi ya miaka 12 mnatafuta mtoto bila kumpata. Nisirudi Kongo Bukavu ikiwa Mungu anabadilisha historia yenu. Na nikaondoka, na mwaka uliokuja niliporudi Kongo walikuwa na mtoto kwa mikono yao.
nafikiri Keilaki alikuwa anaenda anapita hapo anauliza, hamjaandaa ingine ya nabii naweza kumkulia muandae tu ingine nitamkulia. Kuna vitu ukivichokoza ndani ya Mungu, Mungu naye anachokoza vyenye umeshakosa kwa watu. Naomba usiku wa leo mbingu isikufanyie kenye watu wanaweza kukufanyia. Mbingu ikufanyie kitu ambayo watu hawana uwezo ya kufanya. Mbingu ikufanyie muujiza moja ambao itafanya kila mtu ajue ya kwamba ni Mungu umekutana na yeye. There is a miracle people can do, and there is a miracle God can do. I pray that may God give you one restoration that will cause people to know no man can do this. It's only God who can do this. May you receive it. I say may you receive it tonight. I say may you receive it tonight. May you receive one touch from heaven that will transform your life once and for all. If you hear me, say hallelujah. If you hear me, shout hallelujah. Urejesho. Miaka nyingi ya huyo mama, nabii akasema mumuite. Huyo mama akaja kauliza, mama, tunaweza kukuongelea kwa mfalme ama kwa kamanda wa jeshi, ofisa? Huyo mama akamwangalia akamwambia, I am well able. Listen carefully. Hapo ndio somo yangu iko. Sio kwa mtoto. I am well able. Huyu mama alifikiria nabii wa Mungu amehata. Are we together? Alifikiria nabii wa Mungu amemiss the prophecy because she's looking for a baby, but the prophet is asking, can I speak to the king on your behalf? And the woman is like, even myself I can speak to the king. I am a rich woman. I have all it takes to speak to the king. I can speak to the king. Man of God, I am well able with my people around. And the prophet was like, tukuongelee kwa mfalme ama kwa kamanda wa jeshi? Mama akawajibu, niko sawa. Sikiza nikuibia siri mtoto wa Mungu. Mfalme hakuwa anauliziwa kwa hiyo muda. Nabii alikuwa hajahata unabii, alikuwa hajamiss unabii. Nabii aliona ndani ya huyu mama ya kwamba kuna siku atahitaji mfalme, na itabidi mfalme aongee na kamanda wa jeshi ili kwamba huyu mama apate suluhisho. Lakini sasa hizi ni kwa miaka itakayokuja. Nabii akaanza kuachilia neno ya unabii itangulie miaka itakayokuja, kwa sababu unabii inaweza kwenda zaidi ya nabii. I'm taking you somewhere. So huyu mama akamwambia I'm well able. Nabii akanyamaza, lakini alijua nimeshamaliza kenye huyu mama anahitaji zaidi, kwa sababu alichojiringia huyu mama ni utajiri wake. Sasa nabii akaona nimesha secure utajiri wake na neno ya unabii, nimeshamnenea kwa mfalme na kwa kamanda wa jeshi bila yeye kujua. Twende sasa kwa haja yake. Naomba Mungu akutendee lile ambalo haulijui kama unalihitaji. Naomba mbingu leo zifunue kwa maisha yako, na jibu ambayo italetwa iwe jibu ya lile ambalo wewe hukujua kwamba utalihitaji. Hapo mbele yako kuna kitu utahitaji, kwa hivyo unahitaji nabii aione kabla wewe hujaifikia. Naomba mbingu isiruhusu uingie katika kitu yoyote bila unabii kuwa imeitangulia. Usiku wa leo hatua zako ziongozwe na unabii, ili kwamba mbingu zikutangulie lile ambalo ungeliingia kwa upofu, mbingu iitende mbele yako. Kama unasikia sema haleluya. There are some things you will face tomorrow, but tonight the Lord is speaking to you. It may sound irrelevant. It is not irrelevant. There have never been irrelevancy in a prophecy. Every prophetic word that comes has a purpose. If you hear me, say I hear. Leo unaweza pewa unabii unajiuliza na hii ni nini? Inakuja hapo mbele. Nilimwambia siku moja nikiwa kwa maombi Ngong, Mungu akaniambia, akanifunulia historia ya jirani yangu fulani. Na nikaiona ilikuwa historia ambao Mungu akaniambia utamwambia hivi na hivi na hivi. Alafu nilipokuja ninaenda na unajua ukiherehere wa unabii,
Nikaenda na ukiherehere wangu, ninataka ingia kwa mlango wake. Mungu akaniambia sikukwambia utamwambia leo. Mimi ndiye nitakwambia siku utamwambia. Nikasema Mungu nihurumie. Nikarudi home, nikatulia. Nikakaa mwaka mmoja ukapita. Nikakaa mwaka mwingine ukaja. Na siku moja ninakaa hivi, nasikia Mungu ananiuliza, unakumbuka kitu nilikuambiaga kuhusu jirani yako? Nikasema ndio Bwana. Leo ndio utamwambia. Nikamwambia Mungu, hiyo kitu ataacha niende niisome kwa niliandika kwa sababu hata mwenyewe siwezi kumbuka vizuri. Nikaenda nikasoma, akaniambia usipunguze neno ama usiongoze. Leo ndio utamwambia. Nikaenda nikamwambia Mungu amenituma nikwambie hivi. Yeye na mke wake wakaanza kulia. Wakasema kweli Mungu anatupenda kwa sababu hii imetutokezea jana. Na jana leo Mungu amekutuma. Nikasema kai, ningewaambiaga hiyo siku. Angeniambia ujinga ndio utaacha. Lakini nimechunga siku Mungu alitaka unabii unakuwa na maana. Natangaza kwako leo. Naweza kuongea kwa maisha yako usikie ni kama hai make sense. It is not for now. There are things that I am packaging for you so that your future may be brighter. I declare and I decree, what you don't need now, you will need tomorrow. May heaven open your eyes to realize that tomorrow you will need the King, not today. Unapoenda kwa ibada, usiseme leo ibada leo imepita aje. Ibada ya leo inaweza kuwa haitakutana haja yako ya leo, lakini inakutana haja yako ya miaka 2 inayokuja. Sema nasikia. Kuenda kwako mbele za Mungu kunaweza kushindwa kukupatia majibu ya sahihi. Kumbe imekupea majibu ambayo ulihitaji miaka 5 inayokuja. Naomba mbingu zitangulishe majibu mbele yako. Nasema mbingu leo zitangulishe jibu mbele yako. Biblia yangu inaniambia huyo mama akamwambia mimi sihitaji kuongelewa na mfalme. Niko sawa. Uko sawa mama, basi nini unahitaji? Hapo Gehazi ya kungojaka. Gehazi kikamwambia, unajua Gehazi? Angalia jirani yako mwambie Gehazi. Gehazi alikuwa mfanyakazi wa Elisha. Gehazi ni hiyo aina ya watu, ushaona uko na rafiki ama ndugu, siku ya kwanza alifika kwako, ameshajua nyumba nzima. Aliingia tu hivi, anti ni aje mpango, ni aje nini? Kitchen yako na kwaga? Na ukimkuta na kitchen, hii ni microwave ama ni ya kuosha nguo? Okay. Can you imagine I would like to see your wardrobe? Angalia jirani yako mwambie naamini wewe sio wewe. Gehazi. Manake hiyo tu siku ya kwanza anapita kwa life yako my friend. Basi ni aje? By the way, I love blue. I love blue and you know when you put it in black I love it. But do you have a girlfriend? By the way, oh sorry, you're married. So even myself I have a boyfriend and hey, Gehazi. Angalia jirani yako mwambie na mimi sio wewe. Hey! My friend, we meet for the first time. Ulishajua kila kitu yangu. By the way, what's the name of your daughter? Gladys. Even myself, we have our auntie called Gladys and your son Steve. Stephen. Okay. In our family we don't have, but when I will get a son, I will call him Steve too. Hey, Gehazi. Gehazi ni mtu mwenye akiingia tu kwa nyumba, alishajua kila kona. Akiingia tu kwa life yako. Unaomba saa ngapi? Na unaishiaga job saa ngapi? By the way, unajua naweza kuwa nataka kuona nipatia lift. Mimi naenda katao. Hata mimi naenda kama chako sasa tunaweza kuona drop tu mahali, tunaachana tena ninarudi hivi. Gehazi. Hey, my friend. Nabitu kuulizia hivi. What else can we do for this woman? Gehazi akasema, I have been in this house. But we have been in this house, all of us. Gehazi said, I have been in this house. Hana mtoi. Gehazi, ulijua story ya mtoi? Mama mwenye yuko na hazi.
Yawezekana wako honeymoon. Yawezekana walijua decide hivyo. Kikianza ni kimchuraji. Kikasema hana mtoi. Nabii akasema muite huyo mama. Huyo mateka kama akasimama mbele ya nabii hivi. Nabii akamwambia, mama, mwaka kesho siku kama hii utakuwa umekumbatia mtoto. Nabii akajiuliza, hii kufanyia watu wema ni makosa. Hivi nimeshatandikia huyu jamaa kitanda, nikampea food, ameanza leo. Si angesema mambo mengine aachane na hii story. Listen. Akamwambia usinitanganye, akamwambia wewe ishia. Tumeshamaliza story. Can I talk to somebody? Why did the prophet act on that issue? Because that was the immediate issue of that woman. But remember, before acting on the immediate issue, the prophet protected her riches and her wealth, that she had to face calamities ahead. Vitu vimeshakuwa protected, sasa wamempatia jibu yenye anahitaji. Naomba mbingu zikusaidie, zikupe lile unalolihitaji leo na ikuchungie lile ambalo unafaa kuchungiwa kesho. Ninaposema leo, weka mikono yako useme, weka mikono yako kwa tumbo useme, ninatangaza watoto wangu wataishi. Kama wewe ni bachelor unasema sasa hii ninatangaza watoto wako. I'm not talking about now. I'm talking about life, my friend. Hello? Hello? Niliwaambia Abrahamu alikuwa anafanya vitendo vyenye vilikuwa vina reflect Levi. Kizazi cha 4. Gusa tumbo yako sema natangaza. Kwa tumbo changu hapata toka viozo. Patia Bwana makofi. Natangaza kutoka kwa tumbo chako hapata toka viozo. You will not abort things. Dreams will not die from you. I declare everything that will come from your belly will prosper. Every idea that will come from your heart will become prosperous. If you hear me, say amen. 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 Kengine kanaka katena. Amen. My Bible says, after that, the baby of that woman died. Listen and listen carefully. When the baby died, Elisha was on the mountain, and the woman realized that the baby is dying. And listen what happened. Who provoked this miracle? It was the woman, not the husband. The miracle was provoked by the woman. Alafu mtoto siku moja anakuja, Biblia inasema mtoto akaja akaambia mamake, akaambia baba yake, baba kichwa kinaumiza. Kibaba yake kikamwambia enda kwa mama yako. Read your Bible. Why? Hiki kimzae sio kio kilitafuta mtoi. Kio tu kilichangia tu kuleta mtoi, lakini mwenye alisumbuka na shida ya mtoi ni nani? Ni made. Naomba leo kwa jina la Yesu, kila partner wa maisha yako mwenye hana the same ideology na wewe, mbingu zimbadilishe kwa jina la Yesu. Nasema mbingu zimbadilishe kwa jina la Yesu. Kila yeyote yule ambaye anachangia kwa maendeleo yako lakini hawana maono moja na wewe, natangaza mbingu ziwabadilishe kwa jina la Yesu. Kimsae kibaba pale kishughulikia mtoi, mtoto anakuja kaambia baba kichwa inaumiza, enda kwa baba. Baba ki responsible. Hello. Kuna watu wengi hapa wako na hero ya baba. Mtu anakuambia ninahitaji hiki, hata mimi nakihitaji. Sio simama na mtu wewe. Mtoto kaenda kwa mama yake akalia, mama kichwa na akafariki. Mama yake akamwangalia akaona ametoka kwa baba yake, amekuja kwangu na amefariki. Kuna wakati tulimtafuta huyu tukamkosa. Ikabidi nijenge chumba cha choo. Can I talk to somebody today? Ikabidi nijenge chumba
cha juu, kutoka kwa unabii uliotoka kwa chumba cha juu, nikapata huyo. Siwezi kumshusha huyu tena chini. Huwa wanazikia wapi? Chini. Akasema huyu haendi chini, akampandisha wapi? Juu. Whenever you go against your feelings, you touch the hand of God. Anytime in the prayer room you decide to go against the feelings you are having at that particular time, you allow your faith to go against your feelings, you touch the hand of God. Kila wakati unapokataa kushusha mwili chini, unaupeleka juu, unaurudishia uhai. Wakati unapogonjeka mwili unahitaji uende kwa kitanda, lakini wakati unapokataa kupeleka mwili kwa kitanda, unaupeleka kanisani, unaupatia uhai. Can I talk to somebody here? Anytime you fight against your feelings because your faith is saying something else against your feelings, then doom, you are touching the hand of God. Naomba leo mbingu zikupatie imani zaidi ya hisia zako. Nasema mbingu zikuinulie imani zaidi ya hisia zako. Unazoea kuhisi hivi, mbingu ziinue imani zaidi ya hisia. Am I talking to somebody? Ninahisi ni kama nitakufa. Naomba mbingu ziinue imani zaidi ya hisia yako. Nasema imani yako iende zaidi ya feelings zako. You know what? I'm feeling lonely. Mpaka tukimkutana anafanana lonely. Hey! I came to speak to somebody today that you will not die because of your feelings. Your faith will rise upon your feelings, and you will do things against what your feelings is telling you, and you will touch the hand of God and get a different result. If you hear me, say hallelujah. My Bible says that woman felt pain of death, but she refused to agree with death. She took the baby where she got her from. Alitoka kwa unabii, ninamrudisha kwa unabii. Sikiza mpigie siri. Acha kutafuta miracle kutoka kwa Mungu, alafu unaisustain na nguvu za kishetani. Kenye Mungu amekupa, ruhusu Mungu akuchungie. What you get from prayer, you sustain by prayer. Hello? Niliwaambia baba mwingine Kongo mahali inaitwa Bujimai. Bujimai huyo baba alifanyiwa muujiza ya kimaajabu. Alikuwa anatembea kwa wheelchair, na alafu Reinhard Bonke akafanya mkutano hapo. Mzee Reinhard Bonke is one of the mentor of my ministry. Na Bonke alipomaliza mkutano hapo, wana akasaidia huyo mzee akasimama kwa kiti ya ulemavu, wheelchair, na akatembea. Na alikuwa mtajiri sana. Na wakati alisimama akatembea, mji mzima wa Bujimai wakaimba ya kwamba Mungu wa Reinhard Bonke ni Mungu wa miujiza. Na huyo mzee akaondoka, akafanya publicity kubwa ya kwamba anataka kushukuru Mungu kwa uponyaji aliyopata. Haleluya. Nasema haleluya. Na alipoanza kuandaa hiyo celebration, watu wakao wengi wanajiandaa kwenda kucelebrate na yeye. Kwa kweli anatembea, wanafanya kampeni kutangazia watu tutakuwa na sherehe ya kushukuru kwa sababu ya uponyaji. Akaipeleka kwa club, akaiweka kwa bar, akanunua pombe ya aina zote. Akasema kujeni mji mzima mkunywe mlewe kwa sababu nilipona. Watu wakaja wanalewa, wanachapa huko maekotide. Watu huko kila mtu ni alipona. Wewe uliona napona muda. Na wakasherekea wakalewa. Alafu ikafika wakati fulani wakazima mataa. Wakaacha hizo za chukuchuku. Mzee akaingia, suti kali, bodyguards. Mzee akaingia, akasimama mbele yao akafanya washeni mataa, watoto wakawasha. Kila watu walevi wote wakaanza kuimba hizo nyimbo zao za ulevi. Wakasikia raha.
kisha naye mwenyewe na anakunywa na wao wanakunywa. This is a true story. Alafu akachukua microphone akawaambia, watu wangu mnaona huyo Reinhard Bonnke alikuja hapa akaniombe nikapona. By the way, let me tell you, 2 weeks ago ilikuwaga hivi, lakini leo sirudi. That was all. Akabaki hapo chini. Walipoona mzee asimame, wanajaribu kusimamisha, anapanda na tumiguu twake juu hivi. Mzee merudi ulemavu. Wakaenda wakamletea wheelchair yake, wakamketisha hapo, wakasukuma. Watu wote wakasema Reinhard Bonnke ni Illuminati. Miujiza yake ni fake. Inafanya only 2 weeks. Na kuuliza swali, Reinhard Bonnke akutolee muujiza Germany, akuletee nao Bujimai na akuchungie nayo Bujimai? Angalia jirani yako, mwambie utaamuka. Utakachokipata kwa maombi, angalia jirani yako, mwambie utakachokipata kwa maombi utakichunga kwa maombi. Kama unanisikia, patia Bwana makofi mazuri. Utakachokipata kupitia maunabii utakichunga kwa unabii. Utakachokipata kupitia neno la Mungu utalichunga na neno la Mungu. Kila chochote Mungu anachokisema, amuru Mungu akuchungie. Acha kutumia akili za utu. Kama unataka urejesho, kile ambacho Mungu amesema, anza kuamini yeye akisema atatenda, na akitenda atachunga. Kama unasikia sema haleluya. Kama unasikia sema haleluya. So huyo mama akafanikiwa kugundua ya kwamba aliyetabiri mtoto hajafa, yuko na chumba niliyomjengea akatabiria ndani iko hapo. Hello, am I talking to somebody here? I don't know what I'm talking. I don't know who I'm talking to, but I feel in my spirit. Inabidi niambie mtu ya kwamba jifunze kuchokoza Mungu na unabii wake. Kama unanisikia sema nasikia. Jifunze kuchokoza Mungu na unabii wake. Wengi wetu tuko na shida kwa sababu tunapenda sana maneno tu. Pastor niombe, pastor anaweza kuambia Mungu akubariki. Pastor anatuliza. Simama hata na huduma kidogo. Pastor, God bless you. God bless. So, I'm the one who blessed you. Tunaona God bless me not. Hello. Jifunze kuchokoza Mungu kwa maisha yako. Kama unasikia sema nasikia. Niko babako ninakuidia siri. Huyo mama akajua ya kwamba huyu nabii atanijua. Niliwaambia habari za huyo mama wa Kuria ambaye alitoa mbuzi. Si niliwaambia hiyo habari? Huyo mama akachukua mbuzi yake akaipeleka kwa kanisa. Akaambia mchungaji, nimeona msichana wangu ameanza kuwa mgonjwa. Na hiyo ugonjwa haieleweki. Sasa ninakuwa tuna vitu viwili. Ninakuwa tuna mbuzi na msichana. Hii mbuzi moja na msichana moja. Sasa nimeamua leo mchungaji, mimi ninakupea wewe mtumishi wa Mungu, nakupea mbuzi, uambie Mungu na mimi aniachie msichana. Tumegawanya. Nakuwa na mbuzi moja na msichana moja. Wewe ubeba mbuzi na mimi aniachie msichana wangu. Mchungaji akamwambia God bless you, God bless you. Akaita wazee akawaambia chinjeni hapo. Maini ni ya mchungaji Wakatandika mbuzi yote. Baada ya kutandika, yule msichana akagonjeka, akaingia kwa koma. Ingia kwa koma, wanaambia mama msichana amefariki. Mama akakataa kwenda mahali msichana yuko, mahali mwili ya msichana yuko. Akaenda mahali alikuwa anafungia hiyo mbuzi yake. Akasimama hapo akasema, Mungu, nilikupea mbuzi yangu last time. Tukagawanya. Nilikuwa na kitu moja, msichana mmoja na mbuzi moja. Nikakupea mbuzi. Tukagawanya, wewe kaenda na mbuzi, na mimi nikabaki na msichana. Kisha unakujia tena msichana. Fanya hivi, enda na msichana wako nirudishie mbuzi yangu hapo.
rudisha mbuzi yangu, wewe uishie na msichana, sio unamtaka. Watu wakaenda ambia mchungaji, mama amepata wazimu. Mchungaji akakuja akajaribu kumwambia, mama tunakuomba utusamee. Akamwambia, kwanza wewe ndio ulikula mbuzi yangu. Sio wewe? Ambia ule Mungu wako leo, mbuzi yangu nione hapa ama msichana wangu, na sio mbuzi hiyo yangu mlikula. Mchungaji akaona hii ni jaribu, akarudi kwa magoti akamwambia, Mungu hurumia huyu mama, tuonee huruma Mungu. Huyo mama akakataa. Mama, mvua inakuja, inyeshe mpaka mbuzi yangu irudi hapa. Atakayenitoa hapa ni mbuzi ama mama. Mvua ikaanza, mvua ilikuwa inanyesha. Anasikia mtu anamgusa, sasa mama, twende kwa nyumba. Kugeuka ni msichana wake. Mama, tuingie kwa nyumba. Umeamka, amekurudisha. Tumwachie mbuzi. I came to tell you, Mungu haiko mteli wa mtu. Akichukua analipa. Leo mbingu zikulipe. Nasema leo mbingu zikulipe. Kazi umekuwa ukimfanyia Mungu, leo ailipe. Huduma umekuwa ukimfanyia Mungu, leo akulipe. Hizo hatua za maombi umekuwa ukichukua, leo akulipe. Natangaza mbingu zikulipe. Nasema mbingu zikulipe kwa jina la Yesu. Nasema mbingu zikurejeshe. Hallelujah. To finish, Biblia yangu inaniambia huyo mama alirudishiwa mtoto, lakini baada ya muda njaa ikaingia Samaria. Na njaa ilipoingia Samaria, huyo mama akakimbia, akaondoka, akaenda kuishi kwa nchi nyingine kwa miaka 7. Alipoondoka, utawala mpya ikaja, ikachukua mali yake yote na wakainyang'anya. Mali yake yote ikapelekwa. Na baada ya kupelekwa, huyu mama akarudi. Aliporudi akakuta amekuwa wa kawaida, haana tena mali, na shida kubwa, haana uwezo wa kuongea na mfalme. Kumbe haana uwezo baada ya miaka 7, lakini kuna neno ya unabii iliyonenwa miaka 7 iliyopita. Natangaza leo, wakati uwezo wako utafika mwisho, unabii huu ninaotabiri juu yako usimame na ukutetee. Kumbe huyu mama sasa haana uwezo wa kuongea na mfalme, lakini kuna unabii wa Elisha ambao uliwahi kumuuliza, naweza kukuongelea na mfalme? Na huyu mama akamwambia sihitaji. Hapo sasa anahitaji. Natangaza unabii huu uende zaidi ya nabii anaoachilia, ukufuate hata baada ya nabii, unabii ukufuate kwa jina la Yesu. Biblia yangu inaniambia Elisha hakuwepo hapo, lakini unabii wake ulikuweko. Natangaza kila neno ya Mungu inayotoka kwa kinywa changu ikufuate zaidi yangu. Mahali mimi sitakuweko, unabii huu kwa madhabahu ikufuate na ikutendee kitu. Kama unasikia sema haleluya. Biblia inaniambia Gehazi, huyo Gehazi ambaye alisemaga hana mtoto, na ambaye alisikiaga huyu mama akisema nabii asimuongelee mbele ya nani? Ya mfalme. Anakaa sasa na mfalme, akielezea mfalme habari. Mfalme ameita Gehazi, anamwambia Gehazi, nielezee kuhusu Elisha. Ni mambo gani Elisha alikuwa akiyatenda? Na Gehazi anaanza kumwelezea, anamwambia kuna wakati alitabiriaga mama kupata mtoto, na wakati mwingine akaambia huyo mama ya kwamba akamwambia mtoto amekufa, akamfufua. Akiwa anaeleza, huyo mama anajaribu kuja kuulizia kama anaweza kuruhusiwa kuona mfalme. Kumbe unabii Gehazi alikuwa ameusikia, na Gehazi yuko hapo. Wakati huyo mama aliingia kwa mlango ya nyumba ya mfalme, hapo Gehazi, Biblia inasema akageuka akamwambia mfalme, huyo mama ninayekuelezea ushuhuda yake ndiye huyu ambaye anaingia kwa mlango. Hapo mfalme akasema, acheni huyo mama aje kwangu. Natangaza baada ya unabii utakuongelea kwa mfalme. Nasema baada ya unabii huu, unabii ukuongelea kwa mfalme. Huyo mama ambaye
nimekuelezea ndio huyo. Biblia inasema mfalme akamwambia mulete. Huyo mama akaja akamuuliza, akamwambia nimesikia mambo ambayo wewe na nabii mlifanya. Niambie unataka nini? Huyo mama akamwambia mali yangu ilikuwa imechukuliwa yote. Mfalme akamwambia kwa sababu umesikika habari zako ya kwamba wewe na nabii mlikuwa hapa bega kwa bega. Sasa natangaza urudishiwe shamba zako zote na hiyo mali ambayo wamelima miaka 7 wakurudishie. Hiyo haiitwi restoration. Hiyo inaitwa restitution. Hello, that is not restoration. That is restitution. Urudishiwe shamba zako na matunda ya hiyo shamba kwa miaka 7. So wewe ulikuwa umeacha na umepoteza, kumbe wenyewe wanatumikaga wanakutumikiaga. Biblia yangu inaniambia utalalia nyumba ambayo haukuijenga, utakula mimea ya shamba ambayo haukuilima. Natangaza usiku wa leo miaka uliyoipoteza irudishwe kwa jina la Yesu. Natangaza usiku wa leo miaka iliyoliwa na nzige irudishwe kwa maisha yako. Natangaza usiku wa leo kila chochote ulipoteza kwa miaka 7 ambacho ulifikiria hauwezi kuulizia, mfalme apeane sheria. Na ya kushangaza, mfalme akupeana hivi akaambia ofisa. Kumbuka neno la unabii ni kuongelee kwa mfalme ama kwa ofisa wa jeshi. Sasa mfalme akaongelesha ofisa wa jeshi, unabii ukatimilika. Natangaza leo unabii ambao hauna maana leo ukuzalie matunda kesho. Natangaza unabii ambao haueleweki leo, kesho ukupatie matokeo. Natangaza unabii ambao unakaa kama haueleweki leo, kesho Mungu akutendee nao. Mama mmoja anaamuka tu siku moja anasema ninasikia kuandalia mfalme mtumishi wa Mungu mahali ya kulala. Mhubiri anaenda kuhubiri mission. Huyo mama akasema ninamwandalia mahali ya kulala. Akachukua, kwa sababu bwana yake ni mlevi sana, akachukua room yake, bedroom yake, akapatia mtumishi wa Mungu, akamwambia utakuwa unalala hapa na mimi na bwana wangu tutakuwa tunalala huko kwa chumba ya wageni. Na kijamaa kinakujaga ni kimlevi, kinapelekwa kwa room ya wageni, kinafikiria kwa bedroom yake. Wiki mzima mhubiri anajua kuhubiri, kinalalaga kwa room ya wageni, akijua hata kama kiko na mgeni kwa nyumba yake. Mhubiri akimaliza, huyu mama kila siku alikuwa anakuja tu na hitaji moja, baba ninaomba tu unisaidie, uniombee neno moja tu wanangu waokoke. Nabii anamwambia hamna shida mama, nitakuombea. Hapa Amerika tu. Basi baada ya wiki ya mhubiri kumaliza, akaambia mama nashukuru kwa kunipokea vizuri, mbakie vizuri. Mama akamwambia hujawahi hata ongelesha bwanangu siku moja, hata tukumwambia ninakaa kwako, penda Mungu. Sasa baba, hii kazi yote nimekufanyia, hii kujitoa yote mpaka nakuachia mpaka kitanda changu, baba hakuna hata shukrani. Mhubiri akamwangalia akamwambia mama tulia, niache na amani sawa. Mhubiri akaondoka. Mhubiri alipofika airport anataka tukuingia kwa ndege arudi kwa state yao, akachukua simu akampigia huyo mama akamwambia, mama unaona chumba ambao ulikuwa umenipea? Hiyo ilikuwa chumba yako ndio. Basi usibadilishe bed covers. Mama kajiuliza, bed covers ndio nimelalia 1 week, tusibadilishe bed covers? Akamwambia asante mama, umenisikia. Na akakata simu na akaenda. Mzee anakuja, mama anachukua mzee mkono anapeleka sasa kwa room yake, na hiyo levi yake anamuingiza kwa kitanda. Mama anajiuliza, si nibadilishe hizi bed covers, tutakuwa zimechafuka. Alisema nisibadilishe mzee, acha mzee alale. Mzee tu kuingia kwa blanketi hivi, akamwambia mke wako unataka kuniua? Kaka mzee, na nini? Akamwambia unataka kuniua? Akamwambia kwa nini? Hii moto umewasha hapa ndani ya hii blanketi ni moto gani? Mama anamwambia sasa moto gani unao? Ndio, kuna moto. Akaruka kwa kitanda. Akamwambia kuna moto.
Mzee alifanya hivyo mpaka karibu saa 8 za usiku. Mzee anaanza kutetemeka. Haiti tena anatoka kwa room, anaanza kutetemeka. Kisha mzee anamwambia, nimegundua kitu moja. Mimi ni mwenye dhambi. He went on his knees himself, and as I'm talking, he became a powerful man of God. Kuna vitu ambavyo vikifanyika unaviona ni kama havieleweki. Usitake kuelewa Mungu, wewe muamini Mungu. Stop trying to understand God. Just believe God. Stand on your feet. Lift up your hands. Say, dear Lord, today I know is my night of restitution. Hey Mungu, nirejeshe kila kitu nilichopoteza. Miaka iliyoliwa na magonjwa, nzige na madumadu, nirudishie. Na kushukuru kwa urejesho usiku wa leo. Kuna mambo umenena kwangu ambayo yatafuata watoto wangu. Leo nimeamua sitaki kukuelewa, nataka kukuamini. Nipe moyo wa kukuamini zaidi ya kukuelewa. Patia Bwana makofi.